shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of the Father. So let me welcome you to today's service. Even those of us who are watching us online, welcome. We love you. And I know we are going to be blessed together. There's a song that is being that is in my heart. Kijito cha utakaso. And the choir loves this song. Sijui kama mtanisaidia tuimbe hii wimbo. Kijito cha utakaso. Hallelujah. Kijito cha. Kanisa tusaidiane na kwaya tuimbe wimbo inanibariki, si ndio? Haya. Kijito cha utakaso.
God bless you so much. Mungu awabariki. I want us to go to the word of God. That is in the book of 1 Samuel. Chapter 17. From verse 3 to 10. 1 Samuel. Chapter 17. Verse 3 to 10. I believe we are there in the book of 1 Samuel chapter 17, 3 to 10. I want to read the word. That is 1 Samuel 17, 3 to 10. The Bible says this. The Philistines stood on a mountain on one side, and Israel stood on a mountain on the other side, with a valley between them. And a champion went out from the camp of the Philistines, named Goliath, from Gath, whose height was 6 cubits and a span. He had a bronze helmet on his head, and he was armed with a coat of mail, and the weight of the coat was 5,000 shekels of bronze. And he had bronze hammer on his legs and bronze javelin between his shoulders. Now the staff of his spear was like a weaver beam, and his iron spearhead weighed 600 shekels, and a shield bearer went before him. Ningusoma Samueli wambe kilungu cha 11 kwambia mstari wambe ngina we 10. Ndeshangaia sena indi abilisti ni momba netsie itasio sio kite nao momba neku soko ila ya yuta na mamba maema katiwa soko na steka kuwe besi ndamimu na Saulo na andu maisraeli momba na mamba maema mwandani wa ela na matausia itamokite na abilisti indi kwambia mstari wa 3 na abilisti maungama kiimani muingo umwe na Israeli maungama kiimani muingo ulaungi na kwa ichanda katiwo abauma mukiti munene mwakoni wa maema wa Abilisti weta wa Goliath wangathi ula kiungamo chake cha mikono 6 na ekwata ya kita na kena ngovia ya udukumu twe wake na ekitaka koti kaiya na wito waka koti wa isekeli ngili 5 sia uduku na aina ngolo sia kau sia uduku maoni make na katumwa ka uduku kati waituo na muti wa itumo yake watideta muamba wa mutumi wangu wa na wito wa mudia wa itumo yake wa isekeli maana 6 siasikia na mukui wa ngao yake aenda mutongwezi. Verse 8. Then he stood and cried out to the armies of Israel and said to them, why have you come out to line up for battle? Am I not a Philistine, and you the servants of Saul? Choose a man for yourselves, and let him come down to me. If he is able to fight with me and kill me, then will be your servants. But if I prevail against him and kill him, then you shall be our servants and serve us. And the Philistines said, I defy the armies of Israel this day. Give me a man, that we may fight together. Mstari wa 8 ndetengea sena keungamana amisia itasi Israeli na aipolia mumali leki kutausia ita nyendi mobilisti neni motia lukumi kwa Saulo inyuvie imondo na nathe kulani edhiwa atonya kukitana kwa na kumbua nevoindi tuitwika lukumi menu indi edhiwa nga mukilia vinya na nga mukilia vina na kumua mukatwika indi athukumi maitu na mukatudhukuma mobilisti Asia ningu mubuthia itasi Israeli umundi nenga imundu nikanatukite ninake. And verse 12 says, mstari wa 11 we Asia. Notice we have skipped verse 11, we are in verse 12. Mstari wa 11 twakila wa 11. Now David was the son of that Ephrathite of Bethlehem, Judah, whose name was Jesse. Ufike hapo.
mstari wa 12 uyasema na indi ndabiti ya mwana wa ula mwebilathi wa Bethlehemu Yuta ula weta wasitwa yake Yese tubikyobo. Father, in the mighty name of Jesus, asa isitwa ni ya Yesu as you share your word, tukikwata ni ndeto yako come and speak to us. bena kunene ni na yitu Father, we know nitwisiasa it is only your word mi kwisila ndeto ni ya that will kuyoka give us life. itomo tunenga dhahi Just come uka and speak to us. na kunena ni na yitu Holy Spirit of God, we love you. pero mudhe wanga intu kwendele Speak to us. nena ni na yitu We are yours. ile tuimaku Jesus, you died for us in Calvary. Yesu nunatukiyengela nyoni kaibali Just speak to us today. nena ni na yitu mundi In Jesus' name we do pray. sitwa ni ya Yesu ntwaboya. Amen. Amen. Today I want to speak on a topic. In Christ, we are different men and women. Nienda tunena niseulua chongo chobo kana nthini wa Kristo tuyaume na akame na kivalukanio. In Christ, we are different men and women. Nthini wa Kristo tuyaume na akame na kivalukanio. The Bible says that Ndeto ya ngai yasia I am able to do all things kana nyenindo nakwika maundu onde through Christ who strengthens me. nthini wa Kristo ula undone dhasia. My dear friends, you know when you got saved, God lives in your life. Nana wa makwa ila unatangiwe Yesu yu ekalandini Jesus waku. Christ dwells in you. Yesu Kristo ekalandini In waku. fact, the Bible says that our bodies are the temple of the Holy Ghost. Kwa woki ndeto ya ngai yasia meyituni makaluma vya mutheu. So in everything that we do, we are co-workers with God. Kwa uchonde kila tuika hatu ya dhukumi vamwe na ngai. We are the ambassadors of Christ here on earth. Idini itu ya mambalonzi ma Yesu kuu iuluandi. What heaven expects to be done here on earth is expected to be done through us. Kila itu yikwenda kiki ke iuluandi cha ile kwikika kwisilandini witu. We are the extension of heaven here on earth. Idye tui ubonge wa itu kuu iuluandi. The Bible says that we are like an X in the hand of God. Ndeto ya ngai yasia idhi tuide taidho kama okone ma yo. That is in the book of Jeremiah 51:19 to 20. Yeremia kilungu cha 5:10 na 10 And the Lord says that when He is holding us, na ndeto ya ngai yaseka na wenu tukwatile He can break nations. nutona kwananga mataifa Because we are like a next in His hands. nikwidhi waide tuitaidho kandi ni wa moko In make Christ we are more than ni conquerors. wa Kristo twimbewa kilania That is why we should know that we are different. na nichato iloma na ide tuikivabukanio The Spirit of God lives in us. beba mudhe wangaiye kalandini witu And this is what the Bible says. na nichote tayangaiye kwasia When the Spirit of God came upon Saul, ila beba mudhe woke yulua Saulo Samuel told him, amutabisie Samuel told Saul Samuel amutabia Saulo that the Spirit of God will make him a different man. kana beba mudhe wangaiye akamutua mundu You ikivadukani know when we were getting saved, the Spirit of God came in us. ila fatangi ya wabe mudhe wangaini walikile ndini witu And it transformed our lives. na bindu wa madhayo maitu We are different people. idhi tuyandumena You kivadukanio are not that Mukitondo you used to be. You wanduimu kitondo usu watu are atene not that Mumutei. Wale wanapenda nyama wanaiva kina nani? You are not that Mutangwa who loved meat. ona wenduimu utangwa usu wendete na But you mabuno are different. ini wawimu utangwa ikivadukanio Because the Spirit of God has come into your Wali life. wabe wa mudhe wangaini ukite ndini adhayo We wa are different, my dear friends. tuikivadukanio nana wa makwa That is why we should never dare walk alone. na nicho tutaile kutembea We should tuitioka learn to move with God. faile kuibundisa kutembea We should ngai learn to move in the direction of God. faile ibundisa kuenda ngalikwela We yengai should always be in the purposes of God. na tukekala kitubini na muyanane wanga Because that is why we shall obtain victory. ni kwidi wabaundi wabe no kilania You know the Bible says this. deto yangai yasiati When the children of Israel were marching, ilana maisraeli matembete manna used to fall just under the cloud. mikate siyeto wamana yetika kuma ituni And when that cloud stopped moving, netu yuya ekakuthi the children of Israel were expected to stop moving. siana se israeli siekwatewe kuweka kuthi But if the cloud moved, indi ketho etuno yinaso they were expected to move. ni maile kutembea Because manna was falling under the cloud. ni kwidi wamana yetika kuma ituni That is why we should never move ahead of God. na nicho tutaile kusemba mbee Or we wangai lag behind Him. kana tukatilwe But tina we should always be yearning to be
in the purposes of ili God. twaile kwigwa kitumini na mubangoni wa Ngai. Men try to work without God. Men try to work without God. Maria enda Men. aume menda kutembea Look at Moses. Mosisia Mose He went to Egypt adi Misri and he killed an Egyptian. na amu Misri. You see, God had a purpose in Moses. Ngai aina kitumi ndini athayo. But the purpose was not to start killing the Ndi Egyptians, mubango ndwayo wa ya Misri. but was God to use him to deliver the Israelites. Indi Ngai ayamutumie kutangia But he Israeli. went ahead and killed the Egyptian. Indi adina mu Misri. He was forced to flee out of Egypt. Na alasimika kusemba na kukia But I Misri. want to thank God. Indi nitungia Ngai God mubea. decided to speak to him Ngai yetu ya kumunenea. through the burning bush. Ndini wakakuduka kanete. Through the burning bush. Kuisila kakuduka kanete. This is a physical bush, Kini kikudio chene we na meza. but this is a consuming fire. Indi uni mwakiula wisa. And the bush and the fire are cohabiting. Indi kikudu no mwakinitu anetie ba They mwe. are there together. Meba uwe mwe. But the bush is not burning. Indi kikudu kiabisa. The bush is physical. Kikudu ni kitona kuonekana mezo. The fire can consume. Umwakinuto no mina kikudu But they are here together now. Indi isi bae The mwe. fire is in the bush. Mwakiwika kuduni. But the bush is not being consumed. Indi kakudu kayu bigwa ni mwakiu. Praise the Lord. Mwe eta iwe. You know that our God is a consuming fire. Ngai witu ni mwakiula And we are ubigwa. just made of flesh. Indi na ide tose witu na mwe. But God lives in us. Indi ngai endi ni witu. That consuming fire in us. Mwakiusu bibasia wendi ni witu. You know, Moses was taught, Mosewa. you cannot see me and live. Ewa ndumbona noke kaladhayo. You cannot see me and live. Ndumbona na medo makumana manoke But I kaladhayo. have good news for you, Moses. Indi ni na ubo museoka kumose. There is a place by me. Kana bandu ndini wakwa. There is a place by me Bandu kwakwa. where I can hide you in the cleft of a rock. Balando no kubinda mwanda ni wa mabia. Why would I want bando? Don't know kubita mali kani we here. There is a place where I can hide you in the cleft of the And rock. the Bible says Na ndoto yanga hii yasi. that the rock is Jesus Na Christ. ibia yini Yesu The Kristo. rock is Jesus. Ibia yini Yesu When Kristo. you are hidden in Jesus Christ, Ila we mubide ndini ya you Kristo. can cohabit with this consuming fire. Luto na kuikalale na mwaki ube You basia. can now be with God and you are not consumed. Luto na kuikala ndini wanga ina ndubia. Because in the morning we say, Siku hizi wakikwa chani ito when isi. Jesus comes, Ila Yesu He woka. gives you the righteousness of God. Akunenga ulunga luwanga. So now you can reach God. Kunu tono mubiki yanga hii. So we are burning bushes. Kwa wige tuikudusia kanite. Tell your neighbor that he or she is a burning bush. Praise the Lord. Mwe yata iwe. So when now Moses understood Ila Mose onaile iwe. that he can do wonders when working with God, Kanano weke mausenyo aido kumana na Ngai. that is how the children of Israel got delivered. Siana si Israeli si atangi He iwe. went back to the Pharaoh Adi kula kuiba whom lawa. he was running away from, Kula wa kite askasemba. because now he was a different man. Kweli wa yeye mundu wa iki He was babuka. working with God. Adu kumana Ngai. Jacob means conman. Yakobo imaanisha mundu lobe na alangi It museleke. means a trickster. Mundu museleke wa ube na alangi. So he called Esau. Kwa wabikiana kubena mwana inyasindu no seleke. So because of that reason he had to escape. Kitumini kiweli anawasembia kakia. But now one day came. Na ibinda yemwe yoka. He wrestled with the angel of God. Abikia kukwatana na mulaika wa Ngai He na kukila. wrestled with the angel of God. Abikia na kwendo kila nyabinda na mulaika wa Ngai. And he told the angel, Na amu ya mulaika. I will not leave you Ndi utia. until you bless me. Gini yaumba dhima. I will not leave you Ndika utia. until you bless me. Gina ubikia na kuumba dhima. The angel looked at him. Na mulaika musisia. Yeah. Amu ya mwana ni sebala de na gotwa. Amu ya inowe your tribulation. Where ina kiende to see James. But I'm looking at the angel. Ni sisi ya mulaika. He is asking Jacob, Na imukule Yakobo. what is your name? Isito ya kuita watu. Jacob said, Na Yakobo asia. my name is Jacob. Isito ya kwanita wa Yakobo.
So the angel of the Lord knew where the problem was. Kwa malaika wa Ngai ni wesi thina wake. This guy works alone. Mundu agukuma ewe. He is a conman. Ni mundu museleke He obena. works alone. Agukuma weka. What I'm going to do Kilangu ipika is to change him. ni kumubindua. And because of that reason, Na kwa kitumi ni I change his name. ni kubindua sitwa yake. And he told him, Naamwe today, kuma umundi you no longer be called Jacob, nduketa wa Yakobo. but you'll be called Israel. Indi uketa wa Israeli. Do you know the word Israel means? A conqueror with God. It means a victor with God. Isitwa Israeli yona nasia ula ukila nasia bamwe na Ngai. It means a victor with God. Imani yasiolo kila nasia ena Just Ngai. like the angel was telling him, Kwa malaika nota wamwia. he will no longer walk alone, Kana nduka agukuma wewe but I'll be working with you. iningezi ya wandiko kuma naku. All the victory that will come into your life, Ukilioloka kwa tadhayo ni we shall be wakuwabe. earning it together. Ukaukwata nina ku. Because that is the only victory that can last. Siku hiyo ukiliosuna uoto na My dear friends, we should never dare walk alone. Munana wanduka tate kudukuma wiweka. We need God. Nitukwenda Ngai. We have read the word of God Nitwasoma ndeto ya Ngai. about a man well known as Goliath. Iulua mundu wetu wangu liadu. That's what the Bible says. Ndeto ya Ngai asiati. Let's read from verse 4. And the champion went out from the camp of the Philistines named Goliath from Gath, whose height was 6 cubits and a span. Na vauma mukiti munene mwakone wa mahema wa Filisti wetu wangu liadu. Wangathi ula kiungamo chake cha mikono 6 na ikwata yake ta. Muungamo wake wechao. Mikono yana. What was this? Mikono yana. Mikono yana. Isuni 6. He ate. Nenda tukuonzesha ato mazamiyo yakawaina. I want us to look at the pieces of armor that he had. Nenda to sisemiyo yakawa ina yo. He had a bronze helmet, number 1. Ndeto ya Ngai asia na aina ngovia ya udhuku. As you continue reading, you find that he had a coat of mail. Na waendeana kusoma withe ayekite kakotika ya. And in verse 6, you find that he had bronze armor on his legs. Na aina ngolo sia kau sia udhuku maone make. And in the same verse, you find that he had a bronze javelin. Na katumo ka udhuku katiwa itua. And in verse 7, you find that he had a spear. Na mustali ya mwanza na mutiwa itumo yake watilita muamba. So he had a spear. Wa mutumi wangu. So he had a spear. Kwa uwa ina itumo. And in the same verse, you find that he had a shield bearer. Na mustali ni osu itu kuona kana aina mukui wa ngao yake. You find that he had 6 pieces of armor. Tuona kana ina miyo mithemba 6. He was 6 cubits tall. Na ai muasa mikono 6. And now he has 6 pieces of armor. Na ena miyo mithemba 6. And my pastor told me Na pastor wakwambia ati that the number 6 is a number of man. kana namba 6 iungamia namba ya mundu. He told me that number 6 stands for man. Ambiye namba 6 iungamia namba ya kimundu. So I can boldly say Kwa uni ndo nakwase na ukumba huu. that this Goliath was a pure man. Kana Goliathi ai mundu ki. He was just a pure man. Ai mundu ki. He had no God in him. Weni wakosete ngaindi ni wadhayu And wake. that is the reason why as you continue find David calling him uncircumcised Philistine. Na nichonde Davidi ukumwea kanawo wimubilisti utemwa ike. So this man was relying on his strength. Kwa umundu ayekwatite bina He wake. was relying on his weapons. Ayekwatite miyo yake yakau. He was relying on his height. Na ayekwatasia kiungamo chake. He was a pure man. Ai mundu ki. He was a pure man. Ai mundu ki utena Ngai. Praise the Lord. Mwe yataiwe. And he stood Na ungama. and he said, Na anisya. why have you come out to line up? That is in verse 8. Why have you come up to line up for battle? Am I not a Philistine and you the servant of Saul? Choose a man for yourselves. Na kea ungama na anisya itasi Israeli na ayikulia. Mumali leki utao seita. Nyendi Filisti. Nyendi motia dhuku mima Saulo.
inyuvie imundu na nathe kula ni He is a man. ni mundu And he is asking for a man. na enda aete wo mundu take But he is making a very big mistake. indive na mavitio manene ukwika He is asking for a man from the armies of Israel. ekulia mundu kuma itasi And we Israeli have seen that Israel means victor with God. na nituona Israeli uungamo wayo ni ulokila nasia vamwe na Ngai. So so you can see that he is respecting a man, but what he is going to receive is a man plus God. Kwa utiona ayikwatisia kunengwa mundu indi mundu la ukuka ni mundu wina Ngai thini The wake. man who will come is a man with God. Mundu la ukite ni mundu wina Ngai. Praise the Lord. Amina. I love this. Verse 12. Mustari wa 12 ni nguwenda muno. The Bible says this. Ndeto ya Ngai asia. Now David was the son of that Ephrathite of Bethlehem, Judah, Na indi Davidi ya mwana wa ula mweviladhi wa Bethlehemu Yuta. whose name was Jesse. Ulau weta wa sitra yake Yese. You know, when I read this verse, Lani somi ya mustari huu. I decided to know, Nine iwe muno ni kumana. what does the word Ephrathite mean? Ndeto ino ya mweviladhi uona ni wayo iungamia. What does Bethlehem mean? Na Bethlehemu iungamia. What does Judah mean? Na Yuta iungamia achau. Praise the Lord. Amen. And this is what I realized. Na kini chone manisi. That the Ephrathite means fruitfulness. Kana mweviladhi uona ni wayo ni ulawi na The usiao. interpretation of Ephrathite is fruitfulness. Mweviladhi ni ulawi na usiao. And Bethlehem means the house of bread. Na Bethlehemu ni nyumba ya And mukate. Judah means praise. Na Yuta ni utayo. You know, Jesus said, Yesu Kristo asia. I am the bread of life. Asenye ninya mukate wa kana kimoto cha dhayo. And Bethlehem means the house of bread. Na Bethlehemu yona nasia nyumba ya mukate. And now Jesus lives in us. Na Yesu Kristo ekalambe ni witu. We can confidently call ourselves Bethlehem, the house of bread. Nitutona kwa ukumba huko asidi tu Bethlehemu nyumba ya mukate. This the interpretation of that is David had God in him. Wana ni wakana Davidi aina ngaithi ni wake. And because he had God in him, Ani kwili wa aina ngaithi ni wake. he was fruitful. Aina usiao. And because he was fruitful, Ani kwili wa aina usiao. he was full of praise. Ausuitwa ni He utayo. was full of praise. Ausuitwa ni utayo. This is the kind of man Uni wa mundu. who was given to Goliath. Ulawa nenganiwa kwa Goliathi. Etia mundu. He asked for a man. Abanewa mundu. And he was given to him a man. Ewa isandando ya wakulume. And he was told that every other time you brag, here you are. Uisandando ya wakulume. Here you are. Allah samba tatatimu the moyo. The people that you have always pursued in your life are not of this kind. This is like a worker with God. Uni mundu wina Ngai. This is like a worker with God. Uni mundu kumibamwe na Ngai. You requested for a man because you are a man. Nukulilia mundu nundu wa wi mundu. But I am a man plus. Indinye ni mundu wina kindu kingi. Well, enough I way. Praise the Lord. I am a man plus. Nye ni mundu wina kindu kingi. And I'm able to do all things Na nindo nakwika maundu onde. through Christ who strengthens me. Ila Kristo ula undone dhasia. And in him, Na ndini wake I am more than a conqueror. nimbe wa mukilania. All the time you have been pursuing men. Praise the Lord. We yata iwe. And there is this man, Eliab. Na babe mundu kuitwa Eliabu. You know when David heard what this man has said, Ila Davidi wewie mundu indi wasia. he asked, Akulilie. what shall be done Ukekwata. to a man who kills that man? Kwa mundu loka uwa mobilisti wea. What shall be done? Ukekwata. And he was told what shall be done. Na atabwa maundu alama ke koloko wa mobilisti. Then his elder brother, Na atabia mkuwe. his elder brother was a soldier there by the way. Na mkuu wa Eliabu ayo musikali huwa ita. When he heard what David was asking, Ila wewie kilanda abiti ukukulia. Amukulia mustali ya miongwele na nana udheye niki. why did you come down? Udheye niki. I know you are bright.
nini siwithia wanamika thiyo I know and the insolence of your heart. na uthuku wa ngoo yaku For you have come down to see the battle. nundu theiye kana utonye kuona kau. And David said, na Davidi akulia what have I done now? neka atayu Is that not a cause? pati kitumi. This Eliab. Eliabu, Ula wale do encourage kamwana. the one who should be a source of encouragement to his brother, Lakini umya tebutia usi. but he is bringing insolence from home. Wala wasisha kamwana ona kalinae. He looked at his brother and he saw a younger brother. Ona kalumaita. He saw the last born. Ona kamuliti kamalondu. He saw a shepherd of sheep. Na hivyo there's wanati malondu maingi tu malondu tu nini. And he was not only insolent to him, but even to the sheep. Ona kato malondu tichwa kumitwa au. And he was looking at him and saying, even the sheep belongs to our Ebu father. kunyo tiye tulondu tutu nini twa au now. And he is asking, why did you depart from the sheep of your father? Lani nene saumanya. He has not recognized Kila kikudia manani na chola na bitu kuitikia wa mauta. that the insolence that they had before he was anointed. Besi maliti wa mauta toka kaimilia. When he was called for anointing, he was coming from shepherding the sheep. Lani koke ndijo na ikolile. He has even been forgotten. Eliabu kibudia kile unyobala idewe. It is a very long term kind of insolence from even their background. Kowe ona kalinae. So he is looking at his young brother Kamuliti kamalondu. as a mere shepherd. But he forgets. Na yulwa The oil refused to pour on Eliab. kana mauta ni maemeye kikune maimwetikia. But it poured on this young. Indi cha mamwetikia mwana inya. Because if you go to the previous chapter, you will find that David is already anointed. Nifwithi wasoma kilungu chuki witinanga withia weni mwitikisie mauta. And in fact, the Bible says the Spirit of God has came upon him from that day forward. Na ndeto ya ngai kwa weye aseka na kumela wetikiwe mauta wa muthe wa ngai ekalile thini wake. So this David now has the Spirit of God in him. Kwa unda biti bindani ime unene nene Eliabu ena beba muthe thini wake. So Eliab is forgetting. Kwa uwe Eliabu ayulwa. This is a man plus. Kana uni mundu wina bonus. He is just seeing a proud man. Eono mundu wa mika He thi. is just seeing proud man and insolence means what? Nini singa thi yosiaku. Yes. But I thank God because of David. I thank God because of David. Nitungianga imo bya kondwa David. He was not ready to listen to discouragements. Wanda I ready kwithukisya kutulwa ngo. Because he's a different man. Ni kwithiwa ni mundu ina kivabukanio. He knows he's here for a Ni purpose. wisiye vaki tumine cha ngai. That is why he is asking, Na nicho kukulia is there not a cause? kana patiki tumi. That one know kwa maana waanzisha. Patiki Are tu. you coming in vain? Kego geja. Why the insolence? No enda wese nyanda biti kalina. You may know me as your younger Lakini brother, ba mananda biti nena beba. but you have not understood me as a man filled with the No Spirit ndo of mbezi God. David kamuleti kama londu. Probably you know me as a shepherd, Lakini ba mbona nenda uti na mutange. but you have never seen me as David plus Christ. Wewe inata hiyo. Praise the Lord. So this man David, Kwa umundu David he went away from his brother au mabuba ya mwanaye and went to other people. na adi Biblia yasema ke ethi wa amutia na elekela ungi elekela ungi Ele kelongi. And he has what shall be done. He is still insisting. na anena nake ta ulaundu na andu mamusungia otambe. So he got the same answer. Kwa uwa kwata usungi olene ngetwa bumbeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwe Yesu ataiwe. You know when you are with Christ, Ila wina Kristo. you will not listen to discouragement. Tukise kutulongo. When you know your purpose, Ila wisi kitumi chaku. ona mwase kibodo wele amwele. Even if you find that you are only two in a fellowship, Shuka asya kingenge ndioka. you will not say that next time I will be absent. Oka asya na ukibi. You will say that I will be I counted. stand to be counted. Ngeli wanivo wa kutalwa. Saije ndiko sa.
Say that you will not be absent. Ona wewe no kusuka. Even if they were gossiping you, you will not say that I am done. You will not say that I am done with the fellowship. You will not say I'm done with the choir. I will never be a member of the praise and worship team because they gossiped me. You better know your purpose. Manake tu michafu. Don't know the purpose yaku. Because when you understand your purpose, even if they tell you that you are proud, even if they tell you are insolent, as it was said to David, you will go beyond and you will sing a new song. Yes. Because you know you have a purpose. So David went ahead. Hallelujah. Amen. Because he was a different man. The word of God says, so Saul heard of the report and he called for David. Listen to what Saul is telling David. You are not able to fight with this man because you are just a youth. But this man has been a fighter since when he was a youth. Even the king, he asked the curriculum vitae for Goliath, and he spread how mighty Goliath is. He is the one giving the CV for Goliath. And he is saying that he is a mighty warrior since his youth. And because of this reason, you David, when no. When I look you with my physical eyes, you are just a youth. Hallelujah. Amen. But inside the heart of David, he knew that. The Bible says, let no one despise your youth. He knew that he was a youth plus. A youth plus the Spirit of God. So he decided to give his own CV. He started seeing himself now in the eyes of God. And he said, I was keeping my father's sheep. Let me see that verse. Where is that verse? He was keeping his father's sheep. Yes. Then he took his staff. Okay, now it's whatever David said. The Lord would. Okay, yeah. Verse 36. I'm at 35. Verse 35. I went out. No. 34, eh? Yeah. Good. 34. But David said to Saul, your servant used to keep his father's sheep. And when a lion or bear came and took a lamb out of the flock, I went out after it and struck it, and delivered the lamb from its mouth. And when it arose against me, I caught it by its beard and killed it. Your servant has killed both lion and bear. And this as uncircumcised Philistine will be like one of them. Seeing he has divided the armies of the living God. Praise the Lord. Amen. So David desires to strengthen himself. He encourages himself through the victory that he has seen God giving him.
umbe ngai wayanamu nenga And he decided to write his own CV now. andikia curriculum vitae kake And presented it now to Saul. na akanenga Saulo And he is telling him na amuyati that this God who delivered me from the lion and the bear, ngai una ndangiye kumakula kwe munambu na nduva who will deliver this uncircumcised Philistine to my hands. akabikia na unenga ne mobilisti ute mwaike mokoni makwa He knows this Philistine is uncircumcised. iwise mobilisti uti mwaike. And you know, there's a place where the Bible talks about the circumcision of our hearts. Nandini wa Biblia be bandu banene ayulwa kwekwa kwa ngosi tu. So in other words, when we are in God, our hearts are circumcised. Wawila pindini wanga ngosi tu nisiyaiki. But this man is uncircumcised. Indi mundu yiti yaike. Therefore he is godless. Kwa uni mundu tena And that is why the Lord will deliver him to me. na nichonga yukumunenga ne mokoni makwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. With God we are more than conquerors. Sina ngaite mbe wa sindi. And David knew this very well. Na David ni wesi undusu. Angalia, kwa sisi baone. Just look at this. Really. Here, Aumea mauma usemba makiite mundu wake kaunena. here we have men who have run away from a person who has just spoken. Make it hiyo akau. They will adore the entire armor of warfare. Na yule yeye akau ya sembe yetiite. And the armory that they are putting on, they have escaped. Yeye ama mamo. It has been in vain for them to work out on this man. These defeated weapons. Miyeno anayoni nzinde. Now that is what they want to give to David. Kwauni miyeno yomendo nenga David And they are is telling him, weka hizi. na maimu yake evoto ino. Ibo toili. Ikia. Bana wewe ibo toete awako kawe. Bana wasembata no nene no sio ibo I toete. saw you while you were running together with the same armory. Wenda ungeanganisha uwe hapo ndo na ninaona kukita. Why are you lying to me to use the same weapons that you ran away This with? ombianiki. You are still telling me to put on these weapons. Nikanono ngelia mundo ya binya. So that if I overcome this Goliath, Wambe ombia nilame you wanenga. are going to tell me it is the same armor that I gave to you. David atambia mwaye nilitoda utambia Then no. he told Saul that I am not used to this. Because I have not tried them. Nikwende wanye ndio ikuitata. I have never tried them. Nyendia aitata. So I'll use what I know. Kwa Saulo kinye icho nisi. I'll use what I know. Nini itumia muyo la nisene na wu. I'll use the tested weapons. Nini itumia miyo ndo na pikwati. Nondo miya nito ya kau. Because our tools of warfare Tiya mwina ndakame. are not carnal. Nondo kaututiwa mwina ndakame. Because this is not a warfare of flesh and blood. Tutume amiyo ya beba. We use spiritual armory. Lakini ando. But people, Matume amiyo ya wenda unenga. they use the armors that we can see with our own physical eyes. Praise the Lord. Tende taukitana mundu. I'm going to fight with a man Utena ngai. who is godless. Andu matena ngai. People without God, Mwame utume eno. they are using this kind of warfare. Nitume elanda tita. I am using the one that I'm experienced at. Nitume elanda tita. I'm going to use the one that I am experienced at. And the Bible says, David took his staff. And verse 40. Mustari wa miungu na ndoto yanga hii asia na osa ndata yake He took his staff in his hand. osa ndata yake na kuoko kwake And he chose for himself 5 smooth stones from the brook. na nyumbi ama vya atano matembe ukaloseni. Wait, hata iwe. Amen. Ali wachao. What has he chosen? Bwana na oza tatu. Bwana na oza na. He has not picked 4 or 6, Na oza ba. and he took them from the brook. Bwana na oza bumu ingo mevo. Yeah, mwe hata iwe. Matembe. I remember the day when we went the farm's drive. Nililikana modeno la tuna inarambi. The Reverend told us Reverend anatuyati that the number 5 is a number of grace. kana namba 5 ni namba ya mumo. It is a number of grace. Ni namba ya mumo. So David chose 5 stones. Kwa unda viti amebama vya 5. He said, I operate through the grace. Senye ni dhiu kumila mumo ni wanga hii. And you know grace is undeserved favor. Na ni wisi mumo ni kukwata kulakuta kwa ilite kuma kwa anga iwe ndesio. Undeserved favor. Uendesio te kwa ilite. I am short.
nye nini sini mukubi But this man is big. ne mundu yini yasa I've never been in war. dia ukitaka uona wiba But this man has been in war since he was young. ne mundu yeye tukumite kana ile tokaone kuma yasi awa I am just young. nyeni omundu wa But this baka man is old. indi mundu uni mukuu But because I'm operating through grace, nani kwizwa ni thukuma mumona I'll kill this man. ni nguthi kumuwa Now, people expect that this big man should kill this young man. uwe kwata seka nanu kuikuwa akamundu kaka nini But because the small man is operating through grace, nani kwidhi waka mwana kake thukumila mumoni anga hii he knows he'll kill this big man. na mwikio waka nanu kuikuwa Goliath So he took 5 stones, kwa huo sama vya 5 representing the grace of God. mabikiita kuungamia mumo anga hii And he took them from the brook. na o sama vya asuka lusini Amosieba. Amosieba. from where from the Na jogela kibeti Samaria che yuata ola ne mune manzia. and the Samaritan woman was told, you shall drink from these waters, shall never thirst again. Ateo. Wende Continue. dake wewe uniingi. She Lakini shall, manzia makatweka. but from him there shall come fountains of the living From water. him shall come fountains of living water. Kuma ndini wake bakauma tulusi tu bulutia. Bini wake Manzi mabayo. tulusi. Tulusi tu bulutia. David andizaidi mabia kwa nene mosa kalusini. David decided that I will pick my stones from the brook, Nono dene wako tulusi tu bulutia. because from the brook are fountains. Ninayenywa manzi mangai. I drank from the Lord. Kwa dene wako tulusi tu bulutia. So from me there are fountains of living Tubila water. tu kwa nizio sa tulusini. I am going to pick my stones from the brook. Here sa anywhere else. I will never pick them from And Bandonave. in fact, I'll put them in the shepherd's bag. Nangabikia na umeki angusune ya mwezi. Because that is what the Bible says in verse 40. Nunu data yangaia si umustali ni wa miongweni. After he took the stones, he put them in a shepherd's bag. Na wasa data yake ya kuoko kwake na enyu vyama vya 5 matende ukalusini na ameki angusune ya mwezi ila wai nayo. The Lord is my shepherd. I shall not want. Mwiye ile mwezi wa kwandika iwaniki. So David put them in the shepherd's bag. Kwa unda viti ameki ya ngusuni ya mubuko wa mwezi. David was fully relying on God. Kwa unda viti kwa kumusise wene kwa titinga ipyo. He was relying on God. Amwe kwa titinga He ipyo. did not want to face this man alone. Nenda ukoma na ne mundu yeweka. And that is why the Bible says. Na ichende toyangaye kwa asia. Let's jump to verse 45 because of time. Mstari ya miongwena na 5 nundu asa. Then David said to the Philistine, Na indi Daviti ya mwya mobilisti. you come to me with a sword, with a spear, and with a javelin. Wewe imbukia na uviu na itumo na katumo. But I come to you in the name of the Lord, Indi nye ni kukia na isito ya Yehova wangu tu. the God of the armies of Israel, whom you have defied. Yehova wangu tungaiwa itasi Israeli ulau budheisi. This day the Lord will deliver you into my hands, Mudanya huyu Yehova nukuunenga ne kuoko ne kwakwa. and I will strike you and take your head from you. Na ningu kuna na ngiti la muto waku. This day I'll give the carcass of the camp of the Philistines to the birds of the air and the wild beasts of the earth, that all earth may know that there is a God in Israel. Na ningu inenga nyonyisia ya na nyamumbaisi andi is simba siya ngudu ya abilisti umundhinika nandi yonde imanyekana vengai ndini wa Israeli. So David knew, Daviti ni wese. the bigger the challenge, Kana otondu nini i challenge kana okumu chone nebete. the bigger the opportunity. No wabe ne busoli nebete. All the people have run away, Andu alangi onde ni masembi. fearing the man. Makimu kiango liadi. But I'm seeing an opportunity Indi bani ngwiyo ne buso. of becoming the son-in-law of Saul. Ya utwika mudhoni wa Saulo. My time of being ushered to my greatness has come. Ibinda yako ya kulikwendi ni uonene wako ne abika. My time to become great has come. Ibinda yako ya kunene weninga ine abika. Because I have grace Ibindi wanina mumo. and I have a proof
look inside me. na ninakalusi ndini I'm wakwa a young man plus. nyeni mundu wa mwika lakini My opportunity has come. ibuso yakwa ni abika So this is what the Bible says. Bounde tayanga iyi asi ati David ran, Davidi asemba not away. tia kiite Aumeange oname umwita kamundu. Kelona maku kama kiite. the other men who are telling him that he is an insolent man have ran escaping Lakini wasembe telekele mweita. Na mwengolia. but he is running in the direction of Goliath and his host. Sini busolakwa. This is my opportunity. Imundu lianona kunikimanga vitia. Although this man is gigantic, I cannot miss him. Teka ika musinombitie. I cannot miss him even by a Lakini whisper. muliti na nakuja umabamba. Nipitie mundu yasebeo. This tall man, I cannot miss him by a chance. Paul David an opportunity. So David is seeing an opportunity. Ange maona nene wewa ukiwa. When others are fearing his magnitude, Wewe no nene utabitua. he is looking at a man that he cannot miss by a Akazi whisper. kusoma ila bika. He is saying that this is my Na opportunity. asembelekele kabulie And he kusake. ran towards this gigantic man. Wewe inata iwe. Praise the Na Lord. Biblia yasiosie kabila. And the Bible tells me he took his sling. Dia. His sling. Na ndo operate through And grace. because he ever kuman na mumo, Wewe inata iwe. hata yeye, Na ndio uzembeta wewe. he is running towards Kama aleja. Alikuna. Wewe inata iwe. Amen. Nisia kabila kelekele. I'm looking at this stone. Ndio kama mundu kaeka kube. This is a very short man. Mbona nda kimebu? He never hit the stomach. Mbona nda kimagupange? He never hit anywhere else, even the chest. Ai kabila kalenga. Kayi ya balaba teke nukisie. The stone is directed to the place which is not protected. Kayi wambio baubale ya wabu. And he went and he hit his brow to the inside. Nondo katongo iwe ni mumo. Because it is by grace. Wewe inata iwe. Praise the Lord. Kama nikake dukumeke na ngai. This young man is plus Kwa God. keo ya kuibuchebia. So his work is just to roll the stone with a sling. Siwe yako. And on the way, that is my duty. Inge kumana wala nkimanka. I am the one who knows where to hit the target. Itaila iwe iwe ni siapa. The army that has been looked down upon is my host. Kwa wila kekisiye bia. So when he cast his stone, Ngai yoselela. God took over. Wewe inata iwe. Praise the Lord. Ai ngai yasi wose atua. God is looking at you to take a step of Asi life, wose itambia. to take a step of faith, Wile neu kuoselela. and you will see his greatness. Abandu maina mangu. Those people who were leprous, Rosi atua. they took a step of faith, Basi tuku dikute nao watu. and they say they will enter the Assyrian camp. Rosi atua. And when they took a step of Ngai faith, yoselela. God took over. I magnify their steps. He magnified Matambia Amaina mama edukisha. and their enemies from a distance. Mewe nitasukite. They thought it is a mighty army that is approaching. Nangu mena mangu. These are leprous men. Lakini kwa mewe itasukite. But from their camp they had a mighty army Mungu coming wale mosi atua. because they took a step of faith. Amami nao sa atua. And after taking this step, Agenda yoselela. God took over. Wewe inata iwe. Praise the Lord. I do not get to do it, sir. That is our problem. Wonders in this place. We should have tried to try kiemo nenebio. I have been no we are Our problem is our fear Nantika. and doubt Na kulea imana. and failure to comprehend who you are. Ngai. That you have God in you. Taka waosa atua. If you took a step of Na faith, yewa oselela. God would have taken over. Utuma ukaweta. And people in this village would say Kana ngai yuza that wakakula. there is a God who is worshipped at Kakuta. I wish I were you. Ni kekanyinewe. Nani asa atua. I would have taken a I step wewe na ukusi ya mundusu. and go and testify to that person. Si hata wewe ukimwangalia si unaonanga ni a good candidate wa wokovu. Onaamo sisi ndona ili Ndio okutanga. na huwa kutangiwa. Yes, Ayuwa ni asa atua ni. Why haven't you taken that step? What are you waiting for? Wetele chao. 3. Be na ngai. You are plus God. You are the ambassador. Wewe mumbalonzi wa Kristo. Swidi watabani wa bonga ya loselela. If you preach, God will take over the rest. Niwe si kwa wia kuiko utabani. Your job is to preach. Ili ku convict. But the obligation to convict, Usiwe anga hii. it belongs to God. Dose atua. Take a step. Ba usukulu usome ama na youth. Where you are a student as a youth, No makwe wenda su. they may tell you you are insolent. Winga dio. You are proud. We mutele mu.
yani noleketi saa. Kovedina. There is no problem. Do youth plus. You are a youth plus. Don't need yoso atua. You need to take a step. Wewe ukonibitizi wangai. The obligation to convict belongs to God. Ona kwa kuja kana za kuiwe. It doesn't matter whether you are shorter or they are taller than you. Ona masebe atakomeza ya nangolia. Even if they are tall, they are not taller than Goliath. Biti wewe wasi atua. David took a step. No wasi atua. Why can't you take a step? Wewe inata iwe. Praise the Lord. Si uchukue hatua. Chukua hatua. Mama karibu. Karibu mama, wena mamulongo. Amen. Ben. Amen. 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 Kuboa mundi wamba dima. Yesu nata iwe kanisa. Wewe alimwacha kwa. Umebarikiwa kama mimi. Wewe kweli wawe mama na mzee na kibabukani. Utakuwa mama mzee mwenye tofauti. Ila na biti wapo iwe ni mkuu. Wakati Daudi alidhihakiwa. Kuti iwe ni mkuu ya. Alidhihakiwa na ndugu yake mkubwa. Wewe ungekuwa sisi akao. Akamuuliza, wewe sasa umekuja huku kufanya nini kwenye vita? Umekuja huku kufanya nini? Mchokozi. Alimuona mchokozi mwenye kiburi, ajue amekuja kufanya nini vitani. Ukimlinganisha Daudi na Goliathi, hawangekutana. Hata Sauli anamwambia wewe ni kijana tu. Huyu jamaa amezoea vita tangu utotoni. Na Sauli hata sasa amekosa imani kwamba huyu jamaa anawezana na vita. Ni nyakati ngapi umeangalia katika maisha yako, umechekwa katika maisha mpaka unajidharau mwenyewe? Nikimwangalia Daudi, yeye ni shujaa japo ni wa umri mdogo. Lakini tunaambiwa alichukua tu mawe. Na uwezi linganisha hii pato na mawe tu kwa ajili ya kumpiga Goliathi. Na mawe yanawekwa kwenye mfuko. Kwa sababu yeye ni mlinzi. Yeye ni mlinzi na mawe yamewekwa kwenye. Lakini mlishaji mwenye Mungu amemwangalia Mfilisti ambaye hajatabiriwa na amedhihaki ambayo ni nyumba ya Mungu ambao hawafai kudhihakiwa. Na kijana akajitia nguvu ndani ya Bwana na akachangamka na akakimbia ammalizie huyu Mfilisti. Najaribu kumuona Mfilisti amejifunga kwenye viatu, amejifunga kabisa na amejikinga kwa ajili ya vita. Lakini Daudi hajazuiliwa na hilo. Ameshika panda yake na anaulizwa, kwani mimi ni nyuni? Lakini ile panda imemweka jamaa chini, kwa sababu ndani ya Daudi kuna Mungu wa Israeli. Lakini Filisti alikuwa na kiburi tu, kwa sababu alikuwa tu mtu. Nasema afadhali kuwa na Mungu, japo uwe mwanarika, kuwa na Mungu. Katika uzee wako kuwa na Mungu. Wapendwa, tuwe na Mungu, tumjue Mungu wetu. Hata wakati tumeangaliwa na watu na wanadharau, wakiuliza wapi Mungu wenu,
Mwishoni watasema kweli huyu alikuwa na Mungu. Mwiya inata iwe. Bwana asifiwe. Nenda tutaungameta kanisa. Hebu tusimame. Ukenga ini endondele segayuni wako. Na mwambie Mungu akusaidie. Au mwambie nilikuwa nimeishi kwa kudhihakiwa. Nikumbuke katika maisha yangu. Toka leo uti. Niwe nimjua Mungu wangu. Nifanye mambo kwa utofauti. Sababu namjua Mungu wangu. Au unaweza hata kuinua mikono yako. Mwambie sasa kuishi maisha ya ushindi na tofauti. Maisha yaliyo na imani. Japo nilionekana kwa kudharauliwa. Leo nataka nguvu mpya. Tunashukuru Bwana kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Asante kwa neno lako limetujia na nguvu. Tunasema ndio Bwana tusaidie. Tuishi maisha tofauti. Wakati dunia inatudhihaki na kutudharau, wajue sisi ni nani. Ili tukakuinua katika maisha yetu na mambo tunayofanya uonekane katika maisha yetu. Tunahitaji nguvu zako Bwana. Tunahitaji usaidizi wako Bwana. Tunataka kusaidiwa nao katika safari yetu. Sababu peke yetu hatuwezi. Lakini tunapokuweka katika enzi, hakuna litakalotushinda, kwa sababu utakuwa nasi. Bariki kanisa la Kakuda. Bariki wana Sunday school. Bariki wanarika. Bariki wa mama Bwana. Bariki wazee Bwana. Bariki hata viongozi wa Kakuda. Bariki hata waimbaji. Bariki ukwaya. Bariki hata reverend na familia. Bariki kila mmoja kama familia ya Kakuda. Tutende wema Bwana. Enda nasi kila siku. Nasi tunasema ndio Bwana, enda nasi kila siku, enda nasi Bwana. Tutende wema na tutende. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Tunaweza kuwa sadaka kwa wakiimba. Tutaanza na